Hili tukio sio la mara ya kwanza kudhalilishwa, nilishaibiwa kila kitu hapo ndani. Kusema tu vile documents zingine hazipo baada ya wale kuwa wamevamia wamevunja na vitu vingine vikachukuliwa na hayo malisiti na nini. Lakini hili limeonekana sana kwa sababu ya ile hali ya sasa hivi kwamba vyombo vya habari viko vingi na viko uhuru. Sasa baada ya hapo mimi kama mke wa ndoa niliteuliwa na familia kwa msimamizi wa mirathi, na kwa sababu ni msimamizi wa mirathi ndipo nilianza kufuatilia kwa upya haya mambo. Nikiwa katika kufuatilia na nyumba niliorodhesha kwenye mali ya marehemu kwa sababu nilikuwa naishi hapa, nimekaa hapa mpaka mwaka huu mwezi wa kwanza. Sasa katika hayo yote yakiendelea, hata siku tukio linatokea mimi niko Oysterbay nikifuatilia hilo jambo, ndipo wao walivamia hapa na wakisema barua imetoka kwa mkuu wa wilaya. Hawakuwa na barua, waliionyesha kwenye simu. Na kitu kilichofanyika kingine, yule mtu aliyekuwa anafanya zoezi la eviction ndio huyo mama ambaye nimemuona hapa na ninamfahamu, ni mwanasheria wa yule asimu wangu ambaye tunapambana. Kwa hiyo walipofika hapa waliwavamia hao wapangaji wangu, wameibiwa milioni 10, wameibiwa laptop, wameibiwa simu. Na mimi nilipofika hapa kwa sababu nilikuwa nasubiri msaada, nilipoona bado gari linachelewa kuja kutoka polisi, nikaamua kupanda bodaboda. Alitangulia mtoto wangu, ndio yule uliomuona akigaragazwa pale, na baadaye mimi nikafika.